بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah, wanadarsa wenzangu, kwa taufiki za Allah jalla jalalu subhana, ametuwafikisha na kutuchagua sisi kubaki katika moja ya nyumba zake tukufu kwa ajili ya kudarasishana yale mambo yenye manufaa yetu wanadamu katika maisha yetu ya dunia na maisha yetu ya akhera. Kwa mara nyingine tunaendelea na darsa zetu katika kitabu cha Bulughul Maram, kitabu ambacho Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani amekusanya mambo mbalimbali kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili mambo hayo yawe mwangaza katika maisha yetu ya dunia, na tutakapoyafuata na kuyashika na kuyafanyia kazi, basi tutaziona kheri zake huko akhira tunakokwenda. Tuko katika kitabu nikahi, tuko katika kitabu nikahi. Kama tulivyosema katika darsa zilizopita, tuko katika darsa muhimu sana, darsa ambalo kupitia hilo hujulikana nasabu ya fulani, anahusika na fulani, na kwa maana hiyo mrithi wake fulani, nasabu ambayo kupitia nasabu hiyo ndiyo hujulikana walii wa binti fulani, nani amuozeshe nani na kwa nini amuozeshe mwanamke huyo. Kwa hivyo tuko katika somo muhimu sana, kitabu nikahi, na tulikuwa tumeendelea tukasimama katika hii hadithi ya 885. Hadithi imepokelewa na sahaba katika masahaba mashuhuri na wakubwa, katika masahaba wanawazuoni ambao wamejulikana toka wakati wa Mtume kuwa masahaba hawa ni akina Abadila kwa maana ya akina Abdillah ibn Abbasi, Abdillah ibn Zubairi, Abdillah ibn Mas'udi. Hawa wanajulikana katika wanawazuoni wakubwa katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hadithi yetu ambayo kwa leo inafungua darsa letu ni hadithi ya mwanawazuoni huyu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala, kama alivyompa ilmu mwanawazuoni huyu Abdallah ibn Abbas, tunamuomba kwa fadhila zake Allah na sisi atupe ilmu kama aliyompa Ibn Abbas.
lakini kwa kupitia ilmu hiyo ya Ibnu Abbasi Allah alimjaalia akawa mcha Mungu Ibnu Abbasi. Basi na sisi tunamuomba kwa mkutano wetu huu, Mwenyezi Mungu atujaalie kwa ile ilmu ambayo atatupa, atuwafikishe kuifanyia kazi, na hatimaye na sisi tuingie katika kundi la wacha Mungu. Hadithi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi kutoka kwa Abdallah Ibn Abbasi, Mwenyezi Mungu amwie radhi yeye na baba yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala, anasema Ibn Abbasi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alichokisema Bwana Mtume, lau anna ahadakum, lau mmoja wenu, idha arada an yaatia ahlahu, anapotaka kukidhi haja katika ahali wake, anataka kukidhi haja kwa ahali wake. Lau mmoja wenu anapotaka kukidhi haja kwa ahali wake, qal, akasema bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala, Allahumma, ewe Mola wa haki, ewe Mola wa haki, jannibna shaitana, tunakuomba katika tendo letu hili utuepushe na shaitani, asihudhurie katika tendo letu hili. Wajannib ashaitana ma razaqtana, na kama umekadiria kuturuzuku mtoto kupitia tendo letu hili, tunakuomba mtoto wetu huyo umhifadhi, umnusuru, umkinge na vitimbi vya sheitani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, atakaye yasema maneno haya, fa innahu innal hala washan in yuqaddar bainahuma waladun, ikiwa patakadiriwa kwa tendo lao hilo, pakakadiriwa na Allah wapate mtoto, fi tilka au fi dhalika, katika tendo lao hilo, anasema mtukufu wa daraja, as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa, anasema lam yadhurrahu shaitanu, huyo mtoto atakayezaliwa hatodhuriwa na sheitani abada, milele. Kwa hivyo katika kinga na ulinzi wa mtoto, kumlinda na kumhifadhi asije akapata madhara ya aina yoyote ya kiibilisi, ni mume na mke wanapokwenda mjini, basi wajitahidi dua hii wasisahau. Tumeona dua ya mama yake Maryamu, mama Hamna, alipokuwa amemzaa mtoto wake mama Maryam, aliomba dua yule mama Hamna baada ya kusema inni wadha'atuha untha wallahu a'lamu bima wadha'at. Anatoa taarifa mama Hamna kumwambia Allah, mtoto niliozaa ni mtoto wa kike,
ili hali Allah tabaraka wa taala hilo analijua zamani, kwa sababu yeye ndiyo aliyempa huyo mtoto. Alafu aya ikarudi, walaisa dhakaru kaluntha. Na kwa vyovyote iwavyo, hata katika karne ya 21 bado itabakia vile vile, walaisa dhakaru kaluntha, mwanamume hawi sawa na mwanamke, si tu kimaumbile, kwa sifa mbalimbali ambazo mwenyewe subhana amemfadhilisha mwanamume. Aliposema arrijalu qawwamuna ala nisai, alisema maneno mawili. Jambo la kwanza, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin, kwa sababu Allah mwenyewe amewafadhilisha baadhi yao akawafanya kuwa bora kuliko wengine. Hii ndiyo sababu ya kwanza Allah kumfanya mwanamume awe ndio mwenye majukumu na uongozi. Bima faddala, alba'u ba'u sababiyya, bisababi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin. Hii ni sababu ya kwanza. Watu wende vyuo, watu wawe na madigirii, watu wawe madoctors, watu wawe, lakini arrijalu qawwamuna ala nisai. Katika karne ya 5, katika karne ya 20, katika karne ya 21, kama itakuwepo mpaka karne ya 300, basi bado ingali arrijalu qawwamuna ala nisai. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin, kwa kuwa Mwenyezi Mungu muumbaji mwenyewe ameshaamua hawa ni wape daraja hii na hawa ni wape daraja hii. Na Mwenyezi Mungu anasema walan tajida li sunnati llahi tabdila. Hiyo ndio sunna ya Allah, Watu wapiganie haki zao, waanzishe vyama vya kina mama kupigania mapinduzi yao, lakini bado itabakia arrijalu hum qawwamuna ala nisai bisababi madha, bisababi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin. Hii sababu ya kwanza, na hii ndiyo sababu kubwa. Hii ya pili wanaweza wakasema na siye tunaweza. Sababu gani? Wabima anfaqu. Sababu nyingine, wao ndio waliopewa jukumu la kuendesha nyumba. Wabima anfaqu, na kwa sababu ya kile walichokitoa mahari, uhudumiaji wa nyumba, wametakiwa wautekeleze wao. Sasa hili wanaweza wakasema kutuweka chini kwa sababu ya kuhudumia nyumba hatutaki. Sasa hivi tumejipanga, tunauza madagaa mpaka saa 3 usiku, hawajulikani kukoga wala kutia rangi ya mdomo. Ushafahamu? Wanakimbilia katika nini? Usawa. Lakini ile ya kwanza, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin, hii haibadiliki, itabaki hivyo hivyo. Tumefahamiana? Basi ndiyo tumekuja katika hadithi ya Bwana, anatuambia fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, ikiwa patakadiriwa baina yao kupata mtoto, fi dhalika, katika safari yao hiyo ya kwenda mjini, lam yadhurrahu shaitanu abada, mtoto huyo hatodhuriwa na sheitani. Ndio tukaikumbuka dua ya mama Hamna baada ya kumzaa mwanawe Maryam,
ambaye ni mama wa Nabii Allahi Isa, alisema inni wadha'tuha untha, kwa sababu mama aliweka nadhiri, nadhartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni, na kuomba nikubalie ya Rabbi, mtoto wangu huyu aliyomo tumboni ni wakfu, akizaliwa huyu awe mtumishi wa baituka, baitullahi, ile baitu masjidul aqsa, awe mtumishi. Sasa alipokwisha kumzaa ndipo anaposikitika. Hasikitiki kwa sababu kazaa mtoto mwanamke, anasikitika ile nadhiri yake haitatekelezeka kwa sababu mtoto wa kike sio muhudumu wa msikitini. Ndipo anasema inni wadha'tuha untha wallahu a'lam bima wadha'at walaisa dhakaru kal untha. Tunapopataka wa inni uidhuha bika, huyu mtoto wenyewe namtakia hifadhi kwako, umlinde, umnusuru yeye huyu mtoto wangu, wa dhurriyataha, na mtoto wake atakaye kuja kumzaa, minash shaitani, umhifadhi huyu na shaitani rajim. Utaona kwamba kinga kubwa, ulinzi mkubwa, hifadhi kubwa ni kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na mara nyingi tumesema, wanawazuoni wanatuambia maneno haya yakisemwa wakati watu wanakwenda mjini. Mtoto akizaliwa, kama alivyosema Mtume, hadhuriwi na sheitani. Miongoni mwa yale madhara ya sheitani ni yale maradhi kitaalamu tunayaita polio. Yale kimsingi ni sheitani yule. Kwa hivyo lau kama tungeliishi na suna za Bwana Mtume, yale maradhi kwetu sisi Tanzania yangelibakia ni maneno yanayosomwa katika vyombo vya habari, kwa sababu hile ni kinga madhubuti. Sawa. Lakini sasa hivi dunia imekuja na kinga wakati mtoto yuko tumboni, imekuja na kinga mtoto akisha kuzaliwa, imekuja na kinga mtoto akifika miezi mitano, imekuja na kinga mtoto akifika miezi 9, lakini bado yale maradhi yako pale pale, kuonyesha kwamba pamoja na kwamba wataalamu wa dunia wanajitahidi, lakini hawakufikia mafanikio kama wangelifikia mafanikio ya kuisoma hadithi hii na dua hii wakati watu wanapokwenda mjini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Mungu akamkubalia dua yake kwa vizuri kabisa. Wa ambataha, akamlea Allah, akamkuza Maryam Allah nabatan hasana, ukuaji uliobora kabisa, haujapatapo kushuhudiwa ukuaji na malezi yaliyobora katika zama hizo kuliko makuzi na malezi ya Maryamu bintu Imran. Wakafalaha Zakaria. Kwa hivyo hiyo ndiyo hadithi ambayo tulisimama katika darsa lililotangulia. Tukiendelea, hadithi yetu ya pili ni hadithi aliyoipokea sahaba mashuhur katika somo la hadithi, ambaye wanawazuoni wanatuambia amepokea zaidi ya hadithi 1000. Na nani? Ni Abdurrahman ibn Sakhar, umaarufu wake Abu Hurairata radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa Bwana Mtume, qal, mtukufu wa darja amesema, idha daa rajulu
atakapoita mume, idha daa rajulu, mume atakapoita mraatahu, kumwita mkewe, ila firashihi, akamwita katika sehemu yake ya kupumzika, faabat, huyu mwanamke akakataa, hana sababu ya kisheria inayomfanya kukataa, bali ni kuonyesha tu ukorofi kwa mumewe. Anasema faabati antajia, akakataa kuja kwa mumewe na kutekeleza mahitaji ya mume. Fabata ghadhiban, Mtume ameuchukulia wakati wenyewe wa usiku kwa sababu ndio wakati ambao kikawaida harakati nyingi za mchana zinakuwa zimemaliza. Kwa hivyo fabata ghadhiban, akapitiwa na usiku mume hali ya kuwa ameghadhibika, kwa sababu mke hakutoa sababu ya msingi ya kuto kutekeleza maombi ya mumewe. Hakutoa sababu ya msingi, bali tu ameamua amkere, pengine kwa nini hujaniletea vipande vya pweza, akaamua kumfanyia ukorofi huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lanatihal malaikatu, huyo mwanamke pamoja na kwamba ni Muislamu, lakini amefanya katika akbarul kabair, katika madhambi makubwa. Katika akbarul kabair ni mke kumuasi mumewe wakati anapohitajiwa na mumewe, ikawa hana sababu ya msingi, alafu asitekeleze mahitaji ya mumewe. Amefanya moja katika madhambi makubwa sana, na kwa maana hiyo ndiyo laanatihal malaikatu, mwanamke huyu wanamlaani malaika hata tusbiha, mpaka kupambazuke. Na kwa msingi sio kupambazuka mpaka yule mume mwenyewe apambazuke, maana yake awe yuko radhi, aamue kumsamehe mkewe. Lakini suala la mke kuitwa na mumewe alafu asitekeleze majukumu yake, itakuwa analaaniwa na malaika watukufu. Tayyib, illa la'anatiha almalaikatu hatta tusbiha. Hadithi muttafaqun alayhi wallafdhu lilbukhari walimuslim. Ama katika pokezi la Imam Muslim imekuja kana alladhi fi samai, huwa yule ambaye ufalme wake uko katika mbingu, sakhitan alaiha, anakuwa amemghadhibikia mwanamke huyo, hata yardha anha, mpaka pale mume atakapokuwa yuko radhi na mkewe, kamsamehe, ndio hapo Mwenyezi Mungu na yeye anakuwa radhi na huyo mwanamke. Mwanamke yoyote mwenye mume hawezi kuwa na mahusiano yaliyo mazuri na Allah tabaraka wa taala kama hana mahusiano na mumewe katika masala ya kisheria. Mwanamke yoyote hawezi kuwa na mawasiliano mazuri na Allah, hawezi kumwabudu Allah, hawezi kutekeleza taa za Allah kama huyo mwanamke hana mahusiano mazuri na mumewe. Hata akiswali, swala siyo, hata akifunga, funga siyo, mpaka awe na mawasiliano mazuri na mumewe. Na mawasiliano yenyewe tunayazungumza yale ya halali. Tumefahamiana? Tunapozungumza hivi,
hatuzungumzi katika suala la swala ya fardhi, hatuzungumzi katika suala ya funga ya fardhi. Kama wakati wa swala umefika na ule wakati wenyewe sio wakati muwassaun, manake ziko swala zina wakati muwassaun, kama swala ya adhuhuri, ikawa mwanzo wa wakati mume akahitaji jambo, kwa kuwa dhuhuri inafika mpaka saa 8, inafika mpaka 8:30 9, asigombane na mumewe, wakatoleana maneno kama nini, bwana ametaka kupumzishwa, acha mke ampumzishe kwanza mumewe, alafu atajitwaharisha aende akaswali swala ya adhuhuri, na bado hatokuwa amepata dhambi. Kupata dhambi ni kuitoa swala katika wakati wake, kuitoa swala katika wakati wake. Lakini kama utaiswali swala katika wakati wake, hutopata dhambi. Tumefahamiana? Tayib, alhadithu, hii hadithi ya Abu Huraira yadullu ala idhami haqqi zawji, inafahamisha kwamba mume haki yake ni kubwa mno, ala zaujatihi, kwa mkewe. Mume ana haki kubwa mno kwa mkewe, kama qala taala, na hayo kama alivyoyasema na kuyathibitisha Allah tabaraka wa taala pale aliposema, arrijalu qawamuna ala nisai. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbili, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu. Wao ndio waliotoa mahari, wao ndio wenye wajibisho wa kutafuta pa kulala, wao ndio wenye wajibu wa kutafuta mavazi. Nabii Allahi Adam wakati anawekwa katika makazi aliyowekwa, imma peponi kama wanavyoamini wanawazuoni wengi, alipoambiwa wala taqraba hadhihi shajara, musiukaribie mti huu, alafu Allah alitumwambia Adam, ukija ukakaribia mti huu utakuja utolewe katika neema hizi upelekwe duniani, fatashqa. Huko mkenda wewe na huyu bibi, atakayeteseka kuangaikia maisha ni wewe. Kwa hivyo wabima anfaku, wanaume ndio wenye wajibu wa kuzihudumia nyumba zao, min amwalihim, katika mali zao. Kwa hivyo wayajibu lahu wa alaiha sam'u wa taa, ni wajibu kwa mwanamke dhidi ya mumewe atekeleze nini? As-sam'u, lazima mwanamke awe msikivu, huo ni wajibu wake kwa mumewe. Wa taatu, lazima mwanamke awe mtiifu kwa mumewe, sio khiari. Huo ni wajibu wake aliyolazimishwa na Allah tabaraka wa taala. Mke lazima awe msikivu, lazima awe mtiifu, fil maarufi, katika yale yote mambo yasiyokuwa ya kumuasi Allah. Anatakiwa mke awe mtiifu, mke awe msikivu. Huu ni wajibu wake mwanamke, kama tunaisoma walahunna mithlu ma alaihinna, kwamba mwanamke anazo haki azipate kwa mumewe, lakini wakati huo huo ana majukumu anastahiki kuyafikisha na kuyatekeleza kwa mumewe. Miongoni mwa majukumu hayo as-sam'u, majukumu hayo wataatu fil ma'ruf. Faqad jaa, imekuja hadithi nyingine, fil musnadi, katika musnadi wa Imam Ahmad, wa sunan ibn Majah,
na katika kitabu cha Sunan Ibn Majah an Muadh ibn Jabal anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na muapia Bwana ambaye nafsi ya Muhammadi iko katika mamlaka yake. Anasema Mtume, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha, hawezi mwanamke kutekeleza haki na wajibu wake kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala, hata tuaddia haqqa zawjiha, mpaka kwanza atekeleze haki ya mumewe. Mwanamke afanye atakavyofanya kujisogeza kwa Allah tabaraka wa taala, Mungu hatomsogeza katika hadhara yake mpaka huyo mwanamke atekeleze majukumu yake kwa mumewe, yale majukumu tuliyoyasema bil maarufi. Tunafahamiana vizuri? Kwa hivyo tunawahimiza dada zetu, tunawahimiza ndugu zetu, tunawahimiza mama zetu, tunawahimiza shangazi zetu, kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, waelewe mama zetu, waelewe dada zetu, waelewe maukhti zetu kwamba hawawezi kutekeleza taa ya Mwenyezi Mungu na Mungu akaikubali taa hiyo kama hawajatekeleza taa wao kwa waume zao bil maarufi, kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume. Taib, walau saalaha nafsaha, hata kama mume alimtaka mkewe, wahiya ala katbin, akiwa yuko juu ya mgongo wa farasi, limewekwa lile dude la kukalia lile pale juu, akamwambia bibi njoo hapa, basi asiseme juu ya mgongo wa farasi, ende hapo hapo akawajibike. Tunafahamiana Sahihi. Kama mume mwenyewe atahisi hapo atapata raha, basi acha tu ende. Lam tamnaahu, asimzuie mumewe kutekeleza mahitaji yake eti kwa sababu yeye yuko katika mgongo pale. Hadithi nyingine imekuja hata awe mume juu ya tanuri la bekari lile, basi kama mume anaweza kukaa pale na joto lile akamwita mkewe katika hili, mke aende. Sawa? Kwa hivyo hadithi ina mambo mengi ambayo ndani yake yamo, lakini moja katika hayo tuyasome maneno haya: azzaujatu salihatu, mke mwema, hiya allati wasafaha Allah, ni yule mke ambaye amesifiwa na Allah biqaulihi, kwa kauli yake, fasalihatu, wanawake wema, qanitatun, ni wale wanawake watiifu kwa waume zao, hafidhatun, wanawake wanaojitambua, wanawake wanaojiheshimu, lilghaibi, wakati waume zao hawapo. Sio mwanamke mumewe hayupo anacheza nage chini ya mtofaha, upande wa kanga kauchomeka katika ile nguo ya mwisho, inaonekana ilimopita nguo ya mwisho. Wanawake wamefunga mtaa eti wake za watu hao, wakisikia honi katika nyumba ya kona, watu wanaijua hiyo honi ya baba yake Imrani, hiyo mumeo anarudi, eti ndo anatafuta shungi tena, anajifunika tena, katulia, ukenda ananuka jasho. Fasalihatu, wanawake wema, hafidhaka
qanitatun, huwa na sifa ya unyenyekevu, ya utiifu kwa waume zao. Lakini jengine, hafidhatun lilghaibi, wanajitambua, wanajiheshimu wakati waume zao wamekwenda sokoni. Akirudi mume, akiingia ndani, anamuona mama watoto kila upande anang'ara, akimwambia niangalie, kama anamwita kanletee maji ya kunywa, subhanallah, akigeuka mtoto wa watu huyo. Anajihifadhi wakati mumewe hayupo, sio anajihifadhi wakati mumewe yupo. Kinyume, wakati mume akiwepo, mwanamke ndo anatakiwa ajiachie, hasa kama yuko nyumbani mwake yeye na mumewe tu. Akiwepo mumewe ndani ya nyumba, kama zile suruali za kubana, ndo anatakiwa azivae sasa. Kama kipedo ndo akivae sasa. Kama upande mmoja wa kanga ndio auvae, ndo wakati wake. Lakini mtu yuko mumewe ndani, hamna mtu yoyote, baibui, shungi, lile dira la harusini, hafu, madude gani, yote ya nini? Yote ya nini hayo? Wakati mume akiwepo, vitu hivi viwe mbali. Ndio va kuvaa kipedo kimuonyeshe hasa mtoto kapindaje. Umefahamu bwana? Tayyib, bima hafidha Allah, kwa sababu Allah amewataka wanawake wa Kiislamu wajihifadhi wakati waume zao hawapo. Lakini mwanamke mwema pia amesifiwa na Bwana Mtume biqaulihi, kwa kauli ya Bwana Mtume inayosema khairun nisai, mwanamke bora kabisa, khairun nisai au khairu mraatin idha nadhartaha, ukimuangalia, idha nadharta ilaiha, ukimuangalia tu, saratka, wewe mume anakupendezesha, anakufurahisha. Awe hajakoga atakufurahisha, hasugui meno atakufurahisha, minywele michafu atakufurahisha, kavaa kiatu hakijulikani cha kushoto kipi cha kulia kipi atakufurahisha, mguu umeondoka hajatia maji umerudi haujapata hata tayammum atakufurahisha. Kwa hivyo mwanamke mwema ukimuangalia, saratika, hayuko varuvaru, anakaa vizuri, anajiandaa, mume wangu ametoka, akirudi nyumbani asitake kutoka tena zaidi ya kwenda msikitini. Lakini unakaa nyumbani, nyumba kama imehamwa, mpaka unaona bora wende msikitini, Mwalimu Hasani anatiatia ubani na udi, tunapata harufu nzuri. Umefahamu bwana? Nyumba yako hiyo eti anakufurahisha. Wa idha amartaha, ukimuamrisha, ataatika, anakutii. Wa idha ghibta anha, ukiwa wewe aupo, hafadhtaka, anakuhifadhi. Hafadhatka, anakuhifadhi. Mume wangu siwezi kumvunjia heshima yake, fi nafsiha, katika nafsi yake huyo mke, wa malika, na anaihifadhi mali yako. Huyo ndiyo mwanamke mwema. Tunarudia kusema mwanamke hawezi kupata radhi za Allah, hawezi kuwa na mahusiano mema na Allah kabla hajatekeleza taa ya mumewe. Tuwafikishie ujumbe ndugu zetu wa kike popote walipo, wakiingia katika suala la kuitwa wao ni wake, waelewe wana majukumu ambayo Mwenyezi Mungu amewawajibishia. Tayyib, hadithi ya tatu, wa an ibni Umara, katika wale akina Abdallah tuliwataja watatu, Abdallah ibnu Abbas, tukamtaja Abdallah ibn Zubair, tukamtaja Abdallah ibn Mas'ud, na mwingine huyu Abdallah ibn Umar. Hawa ni katika wanawazuoni wakubwa katika masahaba radhiyallahu anhuma.
anasema anna nabia, hakika ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, laana alwasila, amemlaani mwanamke ambaye anaunganisha nywele zake na nywele za mtu mwingine. Mwanamke yoyote aliyeunganisha nywele zake na nywele za mtu mwingine, zozote zile zinazoitwa nywele, mwanamke huyo amelaaniwa. Walmustawsila, alwasila, yule mwanamke fundi, afwan, yule mwanamke fundi wa kuunganisha nywele. Walmustawsila, na yule mwanamke atakaye kuunganishwa nywele. Alwasila, fundi, sawa wanaita, inaitwa ni saluni, inaitwa nini ile saluni zile za kina mama zile. Sasa mwanamke huyo mwenye saluni ikawa kazi yake kuwaunganisha wanawake wenzake nywele, huyu fundi wa hiyo saluni amelaaniwa. Na huyo mwanamke anayekwenda kuunganisha nywele hapo saluni amelaaniwa. Na kwa kuwa hapa ndipo panafanyika ili tendo la kuunganisha nywele, mpaka banda lenyewe la saluni limelaaniwa, sawa. Lakini maneno ya pili anasema walwashima, na yule fundi wa kutengeneza zile zinaitwa tatuu, yale maandishi yasokwisha, mpaka wandengereko siku hizi Wanyamwezi eti mijitu meusi alafu inachora tena tatuu. Si balaa tu, umefahamu Mtu akisha kulaanika kama alivyosema Mwenyezi Mungu, amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra, yale magumu yeye ndio anayaona mepesi. Mswahili mweusi kama Shaarani akatafute tatuu, haya inamuonyesha nini? Lakini ile laana kwa sababu ishamuandama, kashaikataa twaa ya Mwenyezi Mungu, basi yale mazito kwake yeye ni mepesi. Sasa walwashima ndio yule fundi wa tatuu, walmustaushimata, na yule anayekwenda kutaka kufanywa hiyo tatuu, hawa wote wamelaaniwa. Kuna hadithi, kitabu kimoja kinaitwa 30 Nahayan Linnisai, maelezo ya hadithi zinazowahusu wanawake kwa yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. 30 Nahayan Linnisai, makatazo 30 ambayo yanawahusu wanawake, moja likiwemo hili. Na sababu ya kusema maneno haya, Bwana Mtume aliendewa na mwanamke mmoja, akasema, ya Rasulullah, ibnati Uraisa, binti yangu ni bibi harusi, lakini wa annaha maridhati, huyu binti yangu huko nyuma alipata kuumwa. Fatamazakati sha'ruha, zikakatika nywele zake, hapa zipo hapa hazipo, na binti yangu leo ni bibi harusi. Afa asiluhu, je, nywele nikaziunganishe angalau kionekane kichwa chake, mtoto manywele masha Allah. Mtume akamwambia, laana alwasila walmustawsila, Allah tabaraka wa taala amemlaani fundi anayeunganisha nywele na yule anayekwenda kuunganishwa nywele, wote wamelaaniwa. Ndio pale tukasema wakati mwingine tunaoa wake, ile siku ya harusi yule mke anakwenda kwa mumewe hali ya kuwa amelaaniwa. Kwa sababu gani? Anakwenda na manywele bandia, manywele kayaunganisha juu ya manywele yake. Kwa hivyo mwanamke huyu anakwenda kwa mumewe, siku ya kwanza anakutana na mumewe hali ya kuwa mwanamke wenyewe vipi?
amelaaniwa. Na mahala pakiwa na laana hapana baraka. We kunywa maziwa, swali rakaa 2, lakini mwanamke mwenyewe kaja na laana. Umefahamu? Kwa hivyo wewe kama mume ukiona haya mambo ya feki yamewekwa kichwani, waambie kabisa, jamani, huyu mke kabla hajaondoka nyumbani kwangu nitakuja kumchukua saa 2 usiku, lakini nikija haya aliyoongezewa kichwani mimi haya siyo yangu. Mimi nilipokuja kuposa huyu mtoto wa Shaarani namjua, baba yake namjua, mama yake maarufu, mdengereko mwenzake. Umefahamu? Haiwezekani. Inawezekana kwa Allah, lakini haiwezekani mdengereko huyo awe na manywele mpaka mgongoni. Hilo changa la macho. Siko tayari kuchukua mke aliyolaaniwa. Chagueni, mutamuondosha haya malana niondoke na mke wangu, au haiwezekani, mimi mke kanishinda. Usikubali lugha ya kusema hatumfungi tena, mara hii ndo ya mwisho. Jambo lolote baya likemewe pale pale. Shafahamu Haya ndio tunakwenda hivyo alivyotuelekeza Bwana Mtume. Hadithi yetu nyingine, wa an Dujama binti Wahabi. Dujama ndio Judama Taib huko kuna Judhama, huko kwako, kwangu mie kuna Judama, itabidi utufate sie wengi Wa an Judamata binti Wahabi. Hadithi ameipokea mama Judama radhiyallahu anha, qalat, anasema hadhartu Rasulallah, siku moja nilimhudhuria Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akina mama walikuwa wanahudhuria msikitini kwa Bwana Mtume, na kwa wakati huo msikiti ulikuwa hawekewi stara yoyote kwa upande wa akina mama, bali watu walikuwa wanakaa mbele ya kina baba, wanafata vijana wadogo wa kiume, wanafata akina mama. Sisi tunayoyafanya kwa sababu tunajielewa. Umefahamu bwana? Tusitafute kufunua panzia kwa nini limewekwa kuta. Limewekwa kuta, mtu anasujudi hapa anafikiri huko yuko nani. Umefahamu? Taib. Kwa hivyo anasema nilimhudhuria Bwana Mtume fi unasin, akiwa pamoja na watu wengine. Wa huwa yaqul, nimemsikia Mtume hali ya kuwa anasema, laqad hamamtu, niliazimia, nilikusudia, an anha, kukataza, anil ghila, nilikusudia nikataze kwamba mtu mkewe anapokuwa ananyonyesha mume asiende shamba. Nilikusudia niwaamrishe maswahaba Waislamu kwa ujumla, mke akiwa yuko ananyonyesha, yani ananyonyesha kipindi ananyonyesha, sio wakati ule wa kunyonyesha kipindi ananyonyesha. Na kipindi cha kunyonyesha ukamilifu wake haulaini kamilaini liman arada an yutimma radhaa. Sasa kipindi hichi cha kunyonyesha niliazimia kuwakataza wanaume wasiwaingilie wake zao kwa kuchelea, kwamba watoto wanaweza wakaharibika, wakanyong'onyea. Shafahamu wakati mwingine mtoto kinakuwa rege kondemu, wakati mwingine kinasababishwa na baba au mama. Mume na mke wakikutana hawaharibu mtoto,
hawaharibu mtoto. Tatizo lao wao labda mke kuchukua ujauzito, lakini mke akitoka nje ya ndoa yake au mume akitoka nje ya ndoa yake, hata kama akikoga huko, lile jasho lile alilolipata kule, akirudi nyumbani linamuathiri mtoto. Utakikuta kitoto miguu imekonda, ukikiweka kinakalia mgongo. Ushafahamu kishagongwa na treni zamani. Na mtoto akiwa hivyo, mtoto wako aibu hata kumtoa mbele ya watu. Kitoto akina hata supu yake, kitoto hata kuambiwa mama yule lete nikupokee mwanao, watu wanaona tabu yake. Umefahamu? Sasa Mtume anasema nilikusudia nifanye hivyo. Fanadhartu fi Rum, nikaangalia kwa wazungu wa Farisin, nikawaangalia wa Fursi vile vile. Fa idha hum yughiluna, ukitahamaki wao wanakwenda mjini na wake zao, hali ya kuwa wake hao wako katika kipindi cha kunyonyesha. Yughiluna auladahum, yani wanakwenda shamba hali ya kuwa watoto wao bado wangali wananyonya. Fala yadhurru dhalika auladahum shay'a, na hilo nimeliona haliwadhuru wale watoto chochote. Kwa hivyo hapa Mtume akaamua kutupa uhuru kwamba tunaweza tukaendelea kwenda shamba hali ya kuwa mama ananyonyesha. Sawa Tuangalie tu na ile suala la mama kupata ujauzito. Kama ziko njia za kufanya sababu ya mama asipate ujauzito, zinaruhusiwa ili kumfanya mtoto awe katika afya bora. Na isiwe pamoja na hivyo mama akiwa ananyonyesha ikawa tena kama mkwezi wa minazi, ukishuka huu unapanda huu. Umefahamu bwana? Vile vile italeta madhara kwa mtoto. Lakini kwa kuwa ni minazi yako, basi utakuwa unangojea mnazi gani wenye madafu mazuri, unakwenda kukata kole moja, unatumia siku hiyo, wiki nzima kwanza unaacha, unatizama mnazi mwingine. Umefahamu Usiwe kama mkwezi wa mnazi, unashuka unapanda ule. Kwanza kitu chochote ukikitumia kwa fujo, sio kitamaliza haraka na kitavurugika, sio? Tumia vizuri chako mwenyewe eti bwana. Taib. Thumma saaluhu, kisha Mtume nikamsikia wanamuuliza anil azli, kuhusu suala la mtu anakwenda safari na ahali wake, akijiona mzigo ushamzidi anataka kuutua. Ushafahamu? Basi hutoka katika ule msafara, ule mzigo akautua nje ya ule msafara. Sawa? Kwa kukusudia nini? Mzigo nisimtulie huyu mwenzangu, unaweza ukamuumiza. Tumefahamiana? Si lugha iko wazi? Wakamuuliza anil azli, kuhusiana na suala la mume kujitenga wakati wa mzigo unapotaka kufika. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, katika riwaya ya hadithi hii Mtume akasema, dhalika alwaadul khafiyu, tendo hilo ni mauaji ya siri, kwa sababu mtoto, zile mbegu zile huwezi kujua, pengine muna mtoto, kwa hivyo utakuwa umeua kwa njia za siri. Hii ilikuwa hadithi ya kwanza katika mlango huu. Alwaadu imekuja katika kauli ya Allah, wa idhal mauudatu suilat. Kabla ya kuzielezea hadithi hiyo, twende na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, bwana mmoja alisema, ya Rasulullah,
ewe mjumbe wa Allah, inna li jariyatan, mimi naye mjakazi, wa ana a'zilu anha, mimi ikifika wakati wa kutua mzigo huwa natoka nikauweka sehemu nyingine mzigo, sio pale mahala nilipokuwa na safiri. Ya Rasulallahi, kufanya hivi napata dhambi, na sababu kubwa ya kufanya hivyo, wa ana akrahu an tahamila, sipendi yule mjakazi apate ujauzito. Akipata ujauzito, imma nitakuwa tena masuala ya starehe, sina pengine, au imma sitaki kuzaa na mjakazi, mwanangu atakuwa mama yake anatokana na mtumwa. Ushafahamu yote mawili yanakuja hayo, hayakuelezwa hapo. Wa ana uridu, lakini mimi huwa nataka ma yuridu rijalu, kile wanachokitaka wanaume wote. Wanaume wote kuna jambo huwa wanalitaka na mimi nalitaka, lakini suala huyu mjakazi wangu kupata ujauzito, hilo mimi hapana. Ushafahamu uridu ma yuridu rijal. Wa innal yahuda, na hakika ya Mayahudi ya Rasulullah, tahaddathu, wanazungumza, anna al-azla almauda, anna al-azla, kwamba suala la kuweka mzigo pembeni, almauudatu as-sughra, ni mauaji madogo, ni mauaji madogo. Qala, Mtume akasema, kadhabatil yahudu, Mayahudi wamesema uongo. Shafahamu, kadhabatil yahudu, Mayahudi wamesema uongo. Katika sherhe hapa kuna maelezo mengi. Kule nyuma, hadithi iliyotangulia, Mtume alisema dhalika alwaadul khafiyu. Hapa Mtume baada ya kuambiwa Mayahudi wanasema anna al-azla almauudatu as-sughra, mauaji madogo, Mtume akasema qala kadhabatil yahudu. Sasa ukienda katika sherhe, anachosema wamesema uongo Mayahudi, anakusudia kwamba kuna maelezo yameondoka, kwamba huko kujitahidi mtu kwenda kutua mzigo nje hakuzuii mwanamke kupata ujauzito. Kama itakuwa pameshaandikwa kutendo lile papatikane ujauzito, shekhe, mzigo utakutopea mpaka pale unapofikiria ngoja nikautue, zamani ushaanguka mzigo. Umefahamu Huwezi kuzuia wewe unafanya sababu tu, lakini Mwenyezi Mungu huwezi kumfanya ashindwe kufanikisha lake. Wangapi wana mijiti katika mili yao, wanaita nini ile miboriti, wanachomeka, wanaitaje mijiti ile, wanachomeka mabegani sijui wapi, kijiti wanaita tuseme maboriti yale, wana maboriti. Wengine wana masindano ya miezi minne, wengine wana madonge ya majira, hendi mjini mpaka kwanza ale. Umefahamu? Lakini wangapi wamepata ujauzito hali ya kuwa wana kinga zao hizo. Kwa hivyo Mtume sallallahu anasema si kweli kwamba mwanamke akiweka hayo maboriti au akiweka hizo sindano kwamba hawezi kupata ujauzito. Hata hapa kwetu tukifanya bahthi tutawagundua waliopata ujauzito hali ya kuwa siku zao wamezifunga na wenda kupima wakaonekana mambo mazuri. Tumefahamiana? Sahi, twende tena. Hadithi ya tatu ya bwana Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir ibn Abdillah al-Ansar anasema kunna na'zilu
Sisi tulikuwa tunafanya habari hizi za kutua mzigo nje ya msafara ala ahadi rasulillahi, katika zama za Bwana Mtume, wal Qur'anu yanzilu, tulikuwa tunafanya hivyo wakati wa Bwana Mtume na wakati wa Qur'ani inateremka. Walau kana shay'un yunha anhu, kama ili jambo la azli lingelikuwa jambo linalokatazwa na sheria, Qur'ani inashuka, mtume tunaye, lanahana anhu alquran, Qur'ani ingelitukataza, ingelikuja ikasema azlu ni haram. Lakini sisi tulikuwa tunafanya, mtume tunaye na Qur'ani bado inashuka. Hadithi hii muttafaqun alayhi. Wali Muslim, riwaya ya Muslim katika hadithi hii, fabalagha dhalika nabiyallahi, taarifa zikamfika mtume. Maswahaba zako hawa hujitwisha mizigo, inapotaka kufika mahala pake wakaitupa huko nje. Falam yanhana anhu, mtume hakutukataza. Kwa hivyo njia moja katika asbabu za kumfanya mwanamke ahifadhike na ubebaji wa mimba, hasa wakati ananyonyesha, njia hii kama itawezekana vile vile inasaidia, lakini nayo ina madhara pia kwa huyu mume ambaye nguvu zake wakati anataka kupiga ule mshindo, ikiwa haiko katika sehemu zake, anaumia na baadaye anaweza akapoteza ubora. Lakini vile vile yule mwanamke ambaye atavutwa katika ule msafara mpaka pale anapokaribia kufika katika ule msafara, yule msafiri mwenzake akaamua kushuka, yeye atakapokuwa peke yake anaumia vile vile. Na ndio maana Bwana Mtume akatwambia, tunapokuwa safarini tumefuatana, inaeleweka tukizungumza hivyo. Wewe ulipofika hapo maharibiko, ukawa umefika safari yako, si ndio bwana? Unamwambia mwenzangu, mimi nishafika safari. Anakwambia mimi bado, mimi nakwenda Kibonde Mzungu. Mtume anakwambia wewe uliofika hapo maharibiko unawajibika, sio khiari, unawajibika umsindikize, uhakikishe amefika Kibonde Mzungu. Sijui tunafahamiana? Kwa sababu kauli ya Allah, waashiruhunna bilmaarufi, moja ya maarufi ni hiyo. Usitie mchuzi kwako tu, na yeye atie mchuzi anavyotaka. Allahu akbar. Jamani, ma farratna fil kitabi min shay'in. Tutake nini tena? Tutake mafunzo gani? Tutake imani gani kuliyo bora kuliko imani ya Uislamu? Allahu akbar. Makafiri wacha watuonee hasadi na husda, kwa sababu dini yetu imekuja na mafunzo yaliyo bora kabisa. Hakuna dini inayoweza kufikia Uislamu. Kwa hivyo hizi hadithi tatu zote zimetafsiriwa, lakini hadithi walioipa nguvu wanawazuoni, hii hadithi ya mwisho ambayo ni muttafaqun alaihi. Hadithi hiyo muttafaqun alaihi, kwa maana inajuzu mtu kutua mzigo mahala si pake, na wala hayaitwi mauaji ya siri wala mauaji madogo. Na kama Mungu atataka kutokana na kilimo kile zao lipatikane, mwalimu, siku hiyo utasema nilipitiwa.
Baadaye kitoto kina miezi miwili, huku mama ashakuwa anatapikiana, mnainamia wote katika mfundazi wa kitanda. Huyu yuko upande wa miguuni, huyu yuko upande wa kichwani, kila mmoja analia. Umefahamu? Tamu imegeuka mbaya. Ukikiangalia kitoto kitandani unakihurumia, na huku mama kashabeba mtoto mwingine. Kwa hivyo njia zote ambazo hazina madhara kwa Muislamu zinaruhusiwa na Uislamu kuzitumia kufanya sababu ya kumfanya mwanamke awe katika hali inayodhaniwa hatopata ujauzito, isipokuwa ni haramu kutumia dawa hizo kwa kusema watoto watatu nilionao washatosha na siwezi tena watoto wengine kuwazaa, huduma nao sina. Kusema hivyo ni haramu. Au kuchoma masindano au vidonge au kuweka maboriti ni haramu kwa lugha hiyo ya kusema kwamba mimi watoto wawili washanitosha, si wawili. Tunafahamiana hapo? Tayib, tunaendelea. Hadithi zetu mbili za mwisho au moja ya mwisho kwa leo ya Anas ibn Malik iko kwangu katika mlango huu. Aya, lakini mimi niachie nimalizie. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika ya bwana mtume, kana yatufu ala nisaihi, alikuwa anazunguka kwa wake zake 9 bighuslin wahidin, kwa josho moja. Kwa maana gani? Anakwenda nyumba hii anatekeleza huduma zake, anakwenda nyumba ile anatekeleza huduma zake, anakwenda nyumba ile, nyumba zote 9 kwa wa9. Akisha kukamilisha ndio anakwenda kukoga janaba. Si kazi ndogo kwa wakati mmoja kuwahudumia wake 9, na kila mke ana sifa zake. Waislamu kila mke ana sifa zake. Wake wengine waume huchelewa kurudi majumbani kwa sababu hakubali kulala mpaka kwanza apate kahawa, na hiyo kahawa wewe unaishia maharibiko. Yeye sio pale nani tena Kibonde Mzungu, yeye anafika mpaka Tunguu. Bibi we mwenzio ishakuwa hoi, mi hata sija kuelewa we tajua. Umefahamu kuna watu wameacha wake si kwa sababu ya kugombana nao, wameacha wake kwa sababu ya kutokuwaweza. Hizo kabisa kesi tunazo. Mtu kila mimi wangu mie bado akilala akutane na mumewe, kabla ya swala ya asubuhi akutane na mumewe, na akikutana na mumewe sio mechi ya kitoto Simba na Yanga. Umefahamu? Sio ujamaa na Mwembeladu refa wenyewe wa kuokota viwanja, mchanga mtupu. Umefahamu? Mechi ya kweli wako watu hao, na vile vile wako waume hatari, mpaka mtoto wa watu analia. Umefahamu? Mume wangu mie taabani tena, bado. Mume wangu mie nshafika miemboni, bado. Mpaka mwanamke anasema subhanallah, ikiwa raha yenyewe ni hii, mume wangu nimeshindwa. Lakini bwana mtume alipewa uwezo wanawake 30 kwa wakati mmoja. Ushafahamu? Alipewa uwezo wa wanawake
30. Maelezo hayo yapo hapa katika Tawdihul Ahkam. Maana mtu asende akasema Shahrani kayapata wapi? Yako hapa katika Tawdihul Ahkam. Alipewa uwezo wa kukidhi mahitaji ya wanawake 30 kwa wakati mmoja, na hapa alikuwa anawatekelezea wanawake 9 kwa josho moja. Si vibaya kama unaweza ukenda kwa bi mkubwa ukafanya shughuli zao, kama nyumba haziko mbali ukenda kwa bi mdogo ukataka tena utumishi ukafanya shughuli zake alafu ukakoga. Lakini sisi tulivyoambiwa katika sunna, Mtume ametuelekeza mtu anapokwenda shamba ili apate nguvu, awe anshatu lirujui, angalau basi akisha kwenda safari ya kwanza ende akastanji. Ushafahamu, akistanji anapata nguvu zaidi, akirudi tena anarudi hali ya kuwa mpya. Uwezo wetu sisi wa mashaka kidogo Kwa hivyo insha Allah maelekezo ya Bwana Mtume ni haya. Hapa sisi tunachotaka kukisoma ni kitu kimoja tu, kwamba mtu ana wake 2, 3, 4 anaruhusiwa wote kwenda siku moja kwa wakati mmoja, akenda akakoga janaba hilo moja. Hilo ndio tunalosoma katika hadithi hii. Ya Rabbi subhana, Mola wetu mtukufu, Mola uliotuumba sisi waja wako madhaifu, tunaelekea Allah kwako tukitaka radhi zako. Tusamehe makosa yetu, wasamehe na mashekhe zetu, wasamehe na walimu wetu, wasamehe na wazazi wetu. Ya Rabbi tunakuomba waongoze ahali zetu. Ya Rabbi tunakuomba watoto wetu kama alivyokuomba Zakaria, na sisi tunakuomba ya Rabbi kwa watoto tunaowazaa. Ya Rabbi wafanye watoto hao waje kuisimamia dini yetu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.